Welcome to Dr. Mwaka Global Channel. Hello vipenzi vyangu, karibuni kwa YouTube channel yangu ya Dr. Mwaka Global, na leo tutaangalia nini kitatokea haswa kwa masuala ya mapenzi ndani ya Agosti katika nyota zote. Hakikisha kuwa una subscribe, pia usisahau kugusa kengele ili video yote mpya uweze kupata notification wa kwanza na uweze kujifunza vitu au elimu za ndani za kina kuhusu masuala ya kiroho. Kwa hiyo tutaangalia element zote na tutaanza na element ya kwanza, element ya earth element au zile nyota zenye ishara za dunia au ardhi, ambao ni Taurus ng'ombe, Virgo mashuke na Capricorn mbuzi. Ndani ya Agosti, mapenzi ya Agosti yatakuwaje? Kwa hiyo mwezi wa Agosti unaonekana ni mwezi ambao utakuletea mtu ambaye kwa sasa yuko tayari kulingana na juhudi zako, badala tu ya kufurahia tu umakini wako. Kwa muda mrefu wewe mtu wa earth element umekuwa ukitoa upendo, muda na pia kujitolea, lakini sasa hali hii itaanza kubadilika. Mtu ambaye amekuwa akikuchunguza kwa ukimya anaanza kuona thamani yako na anaamua kwamba unastahili kuchukuliwa kwa uzito. Kwa baadhi yenu, uhusiano uliokuwa wa mazungumzo ya kawaida utaanza kuingia katika hatua ya kupanga maisha pamoja. Mtu huyu anatambua kwamba huwezi kusubiri milele, hivyo anaenda kuchukua hatua za kweli ili asiweze kukupoteza. Kwa hivyo kinachokuja mwezi huu wa Agosti, uhusiano uliokuwa ukikuwa taratibu utaanza kuwa wa dhati zaidi. Pia kuna ujumbe wa ghafla utakuja, tunaweza kuzungumza kutoka kwa mtu ambaye alikuwa amekaa kimya kwa muda mrefu sana. Unaweza kutambulishwa kwa familia au marafiki wa karibu kama ishara ya nia ya kweli. Pia zile ahadi za siku moja zitabadilika na kuwa eti mipango halisi zinaenda kutokea. Kwa hivyo kitakachoondoka katika mwezi wa 8 ni kuwa yale mahusiano ya kukupa matumaini bila kujitolea yataondoka. Mazungumzo ya upande mmoja ambayo wewe ndio ulikuwa wa kwanza au ukijitahidi zaidi kuwafuatilia watu wanaokukumbuka tu wanapokuwa wapweke yataondoka. Nani atakuvutia kwa siri? Inaonekana kuna mtu anayehusiana na sehemu yako ya kazi, shule, biashara au mahali unapotembelea mara kwa mara. Kila unapokutana na yeye, huyu mtu hutabasamu kwa furaha, lakini hujitahidi sana kuweza kuficha hisia zake. Kwa kweli atakufahamu zaidi kuliko unavyodhani, kwa sababu amekuwa akikufuatilia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ujumbe wa mwezi Agosti haswa kwa masuala ya mapenzi ni kuwa karibu na wiki ya pili au ya tatu ya Agosti, baadhi yenu mnaweza kusikia kwa mtu ambaye atakiri kwamba amekuwa akificha hisia zake za kweli kwa muda mrefu kwa sababu aliogopa kukataliwa. Ikiwa ujumbe huu na kugusa, unajua wapi kwa kuweza kubook reading. Unaweza book reading kupitia akaunti yangu ya TikTok @Dr. Mwaka ama kwa WhatsApp namba yangu direct, alafu tutakupatia majibu ya kina. Tukiangalia ishara za hewa ama air element kwa Gemini, Libra na Aquarius, yani nyota ya mapacha, nyota ya mizani na nyota ya ndoo, mapenzi ya Agosti yanakujaje? Mwezi wa Agosti kwanza unakuletea fursa nyingi za kimapenzi, lakini hilo pia linaweza kukupatia changamoto. Kuna watu kadhaa watataka umakini wako, kwa hiyo huenda ukajikuta ukiwa na changamoto ama ukihitaji kufanya maamuzi muhimu kuhusu nani anayestahili nafasi katika maisha yako, kwa sababu kuna mtu ambaye hapo awali hakukuona kuwa una thamani na hakukupatia nafasi unaostahili, lakini sasa ameanza kuchambua thamani yako baada ya kuona watu wengine wakionyesha kuvutiwa na wewe. Pia inaonekana unaweza kuanzisha uhusiano na mtu ambaye hukuwahi kufikiria kuwa angekuwa chaguo lako, lakini kadri mtakavyoendelea kufahamiana utaona kuna maelewano ya ajabu. Uhusiano huu utaanza kwa utani tu, vicheko vya hapa na pale na pia urafiki, lakini polepole utaanza kugeuka kuwa kitu cha kina zaidi. Kwa hivyo kinachokuja mwezi huu kwa air element ni kuwa kutakuwa na ujumbe wa ghafla kwenye mitandao ya kijamii
kutoka kwa mtu ambaye hukutarajia. Utakutana kwa bahati na mtu muhimu wakati wa shughuli zako za kila siku au utakapokuwa safarini. Pia kuna mtu ambaye alikuwa hakuchukulii kwa uzito, hakuwa serious kuhusu nyinyi wawili, ataanza kuwa makini baada ya kuona kuwa umeanza kujiondoa ama umejidetach. Kwa hivyo kipindi cha mahusiano chenye furaha kinakuja, utani na mawasiliano mazuri ambayo yatapatiwa nafasi ya kukua na kuwa uhusiano wa kweli. Kinachoondoka katika mwezi wa Agosti ni mazungumzo yasiyo na mwelekeo wala hisia. Pia ile mizunguko ya kupotezeana na kurudiana bila sababu itaondoka. Ile kuwapatia muda watu ambao hawajui wanataka nini kwenye maisha yao ya kimapenzi yataondoka. Sasa kipi ama nani anakupenda kwa siri ndani ya Agosti? Inaonekana kuna mtu kutoka kwenye mazingira yako ya kila siku kama kazini, shuleni, kwenye biashara au sehemu unazotembelea mara kwa mara. Huyu mtu si wa kuonyesha hisia zake waziwazi. Badala yake yeye hutafuta visingizio vya kuwa karibu na wewe kila siku. Anapenda kukuuliza maswali ya kawaida, anapenda kujitokeza mara kwa mara mahali ulipo. Sasa atakutafuta na mtaanzisha kitu. Sasa ni wewe mwenyewe utachagua. Lakini ujumbe mwezi huu wa 8 ni kuwa karibu na mwisho wa Agosti kunatokea mazungumzo ya kawaida ambayo yatageuza kuwa kubadilishana namba za simu. Na kabla mwezi hujaisha, mmoja wenu anaweza kuuliza mwenzake, sasa sisi ni nini? Kwa hiyo ukiupokea ujumbe huu kwa imani, endelea kufungua moyo kwa mahusiano yenye wazi, heshima na nia ya kweli. Huu ndio ujumbe wenu. Na kama ujumbe umekugusa, basi unajua wapi kwa kubook personal reading uweze kupata ujumbe huu na kuelewa masuala yatakayotokea kwa kina. Tukiangalia ishara za maji ama water element kwa nyota ya Cancer, Scorpio na Pisces. Mapenzi ya Agosti kwa nyota ya Kaa, Nge na Samaki. Mwezi wa Agosti unaanza kuonyesha ukweli kuhusu mtu ambaye umekuwa ukimtazama kwa mtazamo wa upendo uliopitiliza. Bado unaweza kuhisi mvuto kwake, lakini sasa utaanza kuona pia kutokuwa na msimamo katika matendo yake. Hii ni ishara ulikuwa unaingoja, na hii si ishara ya kupoteza upendo, bali ni ishara ya ukuaji wako wa kihisia. Wakati huo huo, kuna nishati mpya itakuja, nishati ya upole na utulivu itakuja katika maisha yako. Inaonyesha mtu ambaye hajali maneno matamu peke yake, lakini matendo yake yanaonyesha upendo wa kweli. Ni mtu anayejali usalama wako, anayekumbuka mambo madogo madogo kuhusu wewe na anayekuletea amani. Kwa hivyo badala ya mkanganyiko, huyu mtu anaweza kueletea uaminifu wa juu, na utaanza kuona kuwa uaminifu hujengwa kwanza kabla ya mapenzi kuwa makubwa. Kwa hiyo kinachokuja ndani ya mwezi huu wa Agosti ni amani baada ya kipindi kirefu cha maumivu ya moyo. Pia uhusiano unaokufanya ujisikie salama badala ya kuchanganyikiwa. Mazungumzo ya kweli yatakayofanyika usiku na kuwaleta karibu zaidi. Na pia kuna mtu ambaye kawaida yeye huficha hisia zake, ataamua kufungua moyo na kusema ukweli. Kitakachoondoka ni wewe, mtu mwenye water element, kulia au kuumia kwa ajili ya watu ambao tayari walikuonyesha tabia zao. Kudanganywa au kuchezewa hisia kitaondoka. Kuendelea kujiuliza nafasi yako katika maisha ya mtu mwingine ni ipi itaondoka, kwani utapata mtu anayestahili zaidi. Nani anakupenda kwa siri? Haya, tuangalie kwa water element, nani anayekupenda kwa siri. Inaonekana kuna mtu ambaye amekuwa akivutiwa na moyo wako kwa muda mrefu. Amekuwa akikuchunguza kwa mbali na amekuwa akisubiri mpaka kuona umepona na kuwa tayari kihisia kabla kuchukua hatua ya kukueleza hisia zake. Kwa hiyo ujumbe wa mwezi wa 8 ni kuwa kati ya Agosti 18 hadi Agosti 25, baadhi yenu mnaweza kusikia mtu akikiri hisia ambazo amekuwa akizificha kwa miezi kadhaa. Kukiri huko kunaweza kuwa mwanzo wa ukurasa mpya wa mapenzi wenye uaminifu na utulivu. Ukiupokea ujumbe huu kwa imani, basi fungua moyo wako kwa upendo ili uweze kukuletea amani, heshima na uthabiti wa kweli. Tukiangalia ishara za moto ama fire element kwa nyota ya Aries, Leo na Sagittarius, nyota ya punda, nyota ya simba na nyota ya mshale. Mapenzi ya Agosti yanakujaje?
Mwezi wa Agosti unaonekana kugeuza maisha yenu ya kimapenzi, na maisha yenu ya kimapenzi yataanza kuwa kama filamu, kwa sababu mnaonekana kuwa na chaguo zaidi ya moja. Kuna mtu kutoka zamani anajaribu kurudi. Wakati huo huo kuna mtu mpya kabisa anayeingia kwenye maisha yako. Ujumbe wa mwezi huu ni usifanye uamuzi kwa sababu tu umemzoea mtu. Chagua mtu anayekupatia amani, anayekupatia heshima na anayekupatia uthabiti. Inaonekana kuna mtu ambaye amekuwa akijiambia sitaficha tena hisia zangu, nitamwambia ukweli. Inaweza kuwa huyu mtu ni mtu wa zamani au mtu ambaye amekuwa akikupenda kwa siri kwa muda mrefu sana. Hata hivyo, usisikilize maneno matamu peke yake, angalia kama matendo yake yanaendana na kile anachokuambia. Kwa hivyo kinachokuja mwezi huu wa 8 ni mahusiano ya utani na kuvutiana ambayo yatageuka kwa haraka sana kwa uhusiano wa kweli. Pia unaweza kukutana kwa bahati na mtu ambaye mtaanza kubadilishana namba zenu za simu. Kutakuwa na mvuto mkubwa wa kimapenzi na mtu ataanza kuvutiwa sana na kujiamini kwako. Utapata umakini na pia ile maombi ya kimapenzi uliokuwa unaomba ambao kwa miezi mingi imepita, basi yatakuja kuwa kweli. Kwa hivyo kipi kinachoondoka? Kitu kimoja kinachoondoka ni kuwa yale mahusiano yasio na mwelekeo wala majina yapo tu. Ishara zinazokuchanganya na kutokujua mtu anasimamia nini yataondoka. Kusubiri mtu ambaye kila mara anasema bado sijawa tayari yataondoka. Kwa hivyo nani anakupenda kwa siri? Tuangalie kwa watu wa Fire Element. Inaonekana kuna mtu ambaye hujifanya hana habari unapokuwa karibu na yeye, lakini kila jina lako linapotajwa uso wake hubadilika kwa furaha. Amekuwa akiwaza mara nyingi jinsi ya kuzungumza na wewe. Pia kuna mtu mwenye tabia utani mwingi ambaye hupenda kukuchekesha kila mara. Inaonekana utani huo umekuwa ukificha hisia za kweli alizo nazo kwake. Kwa hivyo ujumbe mwezi huu wa 8 ni kuwa inawezekana ndani ya wiki moja ukapokea mialiko miwili tofauti, mmoja kutoka kwa mtu mpya na mwingine kutoka kwa mtu ambaye ushaikuwa naye. Kwa hivyo inachotakana hapo ni maamuzi yako, kwa sababu kuna mtu anayejutia kutokukuelezea hisia zake mapema, na sasa anasema nilipaswa kukuambia mapema zaidi. Kwa hivyo uamuzi utakuwa mikononi mwako. Hata hivyo, huu mwezi wa 8 unakuonyesha kuwa mlango mmoja mpya unaenda kufunguka, huku mlango mwingine ukifungwa kabisa ili kutoa nafasi ya mwanzo mpya. Kwa hivyo pokea ujumbe huu kwa imani, fungua moyo wako kwa upendo, alafu huu upendo utakaofungua utaweza kuleta amani, uaminifu na kujitolea. Kumbuka, maswala ya kujua nishati gani inayoendelea katika usiku husika, miezi na matukio ya kiroho zaidi yanapatikana kwa chaneli yangu ya Dr. Mwaka Global. Hivyo basi usisahau kusubscribe, gusa kengele, like, comment and share.